Al-Manusra Real Madrid watoe comeback kwa vijana wa Celta Vigo leo katika mchezo la Liga Santander ambao uliokutanisha Real Madrid versus Celta Vigo. Real Madrid wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Celta Vigo. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake, mchezo ambao ulianza vizuri sana kwa Real Madrid. Kijana kutoka Uturuki Arda Güler akiitanguliza Real Madrid katika dakika 33 ya mchezo. Dakika 6 baadaye Kylian Mbappe anaandika goli la pili kwa Real Madrid. Mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinatamatika Real Madrid mbele, Celta Vigo 0. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili, dakika 45 za kipindi cha pili, dakika ambazo zilikuwa za moto sana kwa pande zote mbili. Real Madrid walianza vizuri sana. Dakika 48 ya mchezo Kylian Mbappe anaandika goli la pili katika mchezo huu na goli la tatu kwa Real Madrid. Real Madrid wakawa kama wameridhika hivi. Dakika 69 mchezo Javi Rodriguez anaandika goli la kwanza kwa Celta Vigo. Dakika 76 mchezo William Sweberg anaandika goli la pili kwa Celta Vigo. Celta Vigo akaendelea kulisakama lango la Real Madrid lakini bila matunda yoyote. Mpaka 90 dakika zinatamatika, Real Madrid 3 Celta Vigo 2. Matokeo haya yanaendelea kuiweka Real Madrid katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu nchini Uhispania. Wakiwa na alama 75 katika michezo 34 waliocheza, wakiwa sawa sawa na FC Barcelona katika michezo 34, huku wakizidiwa alama 4 na FC Barcelona ambao wana alama 79 wakiwa nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu nchini Uhispania, huku nafasi ya tatu ikiwepo Atletico Madrid ambayo ina alama 67 katika michezo 34. Nafasi ya 4 iko Athletic Club ambayo ina alama 60 katika michezo 33 waliocheza mpaka sasa, huku nafasi ya 5 ikishikiliwa na Villarreal ambao wana alama 58. Real Betis iko nafasi ya 6 ikiwa na alama 54. Celta Vigo iko nafasi ya 7 ikiwa na alama 46. Nafasi ya 8 Rayo Vallecano wakiwa na alama 44. Mallorca wana alama 44 katika nafasi yao ya 9. Nafasi ya 10 ni Osasuna na alama zao 44. Nafasi ya 11 ni Real Sociedad ambao wana alama 42. Valencia wako nafasi ya 12 wakiwa na alama 42 vile vile. Nafasi ya 13 ni Getafe wakiwa na alama 39, huku Espanyol ikishikilia nafasi ya 14 na alama zao 39. Nafasi ya 15 ni Sevilla wakiwa na alama 37. Nafasi ya 16 Deportivo Alaves wakiwa na alama 35. Nafasi ya 17 ni Girona wakiwa na alama 35. Nafasi ya 18 wako Las Palmas wakiwa na alama 32. 19 ni Leganés wakiwa na alama 30. Nafasi ya 20 ni Real Valladolid wakiwa na alama 16 katika michezo 34 waliocheza mpaka sasa. Hao ndio wanaoshikilia mkia wa ligi kuu nchini Uhispania, La Liga Santander. Kwa jinsi unavyoona huu msimamo wa ligi kuu nchini Uhispania, unaiona timu gani ikibuka na ubingwa? Next game ambayo tunaisubiri kwa hamu kubwa kweli kweli ni mechi ambayo inawakutanisha FC Barcelona versus Real Madrid, the El Clasico. Mechi fulani hivi ambayo itapigwa siku ya tarehe 11, siku ya Jumapili ijayo tarehe 11. Majira fulani hivi ya mapema kweli kweli, saa 11:15 tutaenda kuwashuhudia FC Barcelona versus Real Madrid. Real Madrid wanaingia katika mechi hii wakiwa na kumbukumbu mbaya ya vipigo mara 3, kipigo kimoja katika ligi na vipigo viwili kwenye finali ya Super Cup na ile finali ya Copa del Rey. Sijui nani atashinda mechi hii. Barcelona wana kumbukumbu nzuri za kuwatembezea vichapo Real Madrid. Sasa Barcelona ataenda kuendeleza ubabe kwa Real Madrid ama Real Madrid watajitetea na kulipiza visasi kwa mechi zote hizo walizozipoteza katika msimu huu wa ligi kuu nchini Uhispania, msimu 2024-2025. Tusubiri kuona. Jumapili sio mbali kabisa, Mei 11. Dondosha komenti yako hapo kama umeikubali mechi ya leo, umeikubali performance ya mchezaji gani zaidi katika mechi ya leo ya Real Madrid versus Celta Vigo. Dondosha komenti yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Mimi naitwa Dennis Dinominator. Subscribe YouTube channel yetu ya Dino Television kwa story nyingi sana za kimichezo.